Mfahamu Sani Abacha, dikteta aliyetesa na kuua waliofikiri tofauti na yeye. Maana aliamini maendeleo ni vitu badala ya watu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Jenerali Sani Abacha alikuja duniani Septemba 20 mwaka 1943 na kisha kuondoka Juni 8 mwaka 1998 akiacha mazuri na mabaya ya kutosha Nigeria. Abacha alikuwa fisadi kama viongozi wengi wa Afrika. Abacha alibaka haki za binadamu kama viongozi wengi wa Afrika. Abacha alikuwa mzee wa fitina kama viongozi wengi wa Afrika. Maana aliratibu mapinduzi ya mara kwa mara. Mwaka 1983 aliratibu mapinduzi na kumuingiza madarakani Muhammad Buhari na kisha karatibu mapinduzi ya kumuondoa Buhari mwaka 1985. Aliratibu mapinduzi ya mwaka 1985 kumuingiza madarakani Ibrahim Babangida na mwaka 1993 aliratibu mapinduzi kumuondoa Babangida na kumuingiza Ernest Shonekan. Miezi mitatu baadaye akaamua kukalia kiti mwenyewe na kuvunja rekodi katika maendeleo ya vitu, na hiyo ndo tofauti yake na viongozi wengi wa Afrika. Katika utawala wake Abacha, Nigeria ilishuhudia ukuaji mkubwa wa uchumi. Foreign exchange reserves ilishuti kutoka dola milioni 494 mwaka 1993 hadi dola bilioni 9.6 kati ya mwaka 1997. Deni la nje likapungua kutoka bilioni 36 mwaka 1993 hadi dola 27 mwaka 1997. Rekodi hiyo hadi leo hii hakuna aliyeivunja Nigeria. Alipunguza mfumuko wa bei kwa 8.5 kutoka 54 alipochukua nchi. Hapo ndo alipotofautiana na viongozi wengi wa Afrika. Wao wanadumaza vyote, maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Ni viongozi wachache sana barani Afrika wanaoimarisha vyote, maendeleo ya watu na vitu. Wapo, ila ni wakutafuta sana kwa tochi mchana. Abacha aliona viongozi waliomtangulia wanacheza tu. Ndo maana akaamua kuendesha show mwenyewe. Hata kuingia Ikulu ni baada ya mizengo ya uchakachuaji wa kura. Sidhani kama alikuwa na mpango kabisa. Katika ule uchaguzi wa mwaka 1993, Babangida alipigwa chini lakini akaleta Nkurunziza. Akafuta matokeo kumdhulumu Chifu Abiola, chaguo la wengi. Nchi ikaingia kwenye machafuko. Babangida akaamua kujiuzuru urais na kumteua mwanasheria Ernest Shonekan aongoze nchi kipindi kilichobaki. Shonekan akaongoza nchi kwa miezi mitatu yenye presha kubwa kutoka kwa wananchi. Jenerali Sani Abacha wakati huo akiwa mnadhimu wa jeshi akamfurumusha Shonekan na yeye kupanda jukwani. Abacha akajikuta amenunua ugomvi wa Babangida. Abiola katika kutafuta haki yake baada ya kuona hakuna juhudi zozote za Abacha kumkabidhi kiti, aliamua kuzunguka nchi mbalimbali pasipo mafanikio. Juni 11 mwaka 1994 alirejea Nigeria na kujitangazia urais kupitia mkutano wa hadhara pale Lagos. Kwa tangazo lile, Jenerali Abacha akamtia jela. Kuanzia alipokamatwa, Abiola hakuwahi kuachiwa. Alihamishwa gereza moja hadi lingine mpaka Julai 7 mwaka 1998. Alipofariki mwezi mmoja baada ya kifo cha Abacha. Kifo cha Abacha na Abiola walitofautiana siku 29 tu. Abiola alikufa kwa presha. Sani Abacha alikufa kwa kuwekewa sumu na makahaba kutoka India. Baada ya kifo chake Abacha, Jenerali Abdusalim Abubakar alishika madaraka kabla kurejesha utawala wa kiraia chini ya Rais Olusegun Obasanjo. Jenerali Abacha aliingia Ikulu kufanya yote, kuiba na kujenga nchi. Hadi anaaga dunia, aliiba zaidi ya dola milioni 350 na kuzificha nje.
Lakini pia huyu bwana ameua sana tu. Alimnyonga mwandishi na mwanaharakati Ken Saro-Wiwa, lakini pia alimfunga Olusegun Obasanjo bila huruma. Huyu Obasanjo ndiye aliyekuja kuwa rais baadaye. Jenerali Abacha akikufunga kutoka ilikuwa issue, hata aje nani hakuachi. Nakumbuka wakati amemtia jela Abiola, alikuwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Kofi Annan, rais wa Afrika Kusini wakati huo Nelson Mandela, Papa John Paul wa pili, mshindi wa tuzo ya Nobel Desmond Tutu, na viongozi wengine mashuhuri walisafiri mpaka Nigeria kuonana na Abacha ili kumuomba kumwachia huru Abiola, lakini jamaa akashupaza shingo. In fact hakuwa na adabu. Abacha alitoa sharti kuwa angeweza kumwachia huru kama chifu Abiola angeutangazia umma kuwa yeye si raisi na kwamba hakushinda uchaguzi wa Juni 12 mwaka 1993. Abiola alichagua kufia jela kuliko kuyarudia matapishi yake. Alisema kuwa kutamka maneno hayo ni kuwasaliti wananchi ambao kwa wengi wao mshikamano na imani kubwa walimchagua na wamekuwa naye pamoja hata kipindi yupo gerezani. Wanaume wa namna hii ni wachache sana. Kuunga juhudi kirahisi huwa ni msamiati usiokuwa na maana kwao. Juni 9 mwaka 1995, mke wa pili wa Abiola, Alihaja Kudirati Abiola, aliuawa kwa sababu ya msimamo wake wa kuwa mstari wa mbele kumtetea mume wake. Mke akazikwa, mume akilia jela. Hakupewa nafasi ya kwenda kumzika mke wake kipenzi. Halafu jamaa alikuwa tajiri sana. Anaitwa Alhaji Chief Mashudi Abiola. Tanzania kuna vijana ukiwa na pesa wanakuita Abiola. Lakini pia Abacha alimnyonga Ken Saro-Wiwa kwa kumpiga risasi ya kichwa akiwa na wenzake wa 8 Novemba 10 mwaka 1995 saa 7:30 mchana katika gereza la Port Harcourt kwa makosa kubambikiziwa kesi. Ken Saro-Wiwa aliongoza harakati za kudai faida itokanayo na mafuta. Hakubarikiwa kuoa ndugu zake wa Ugon, wakitembelea kucha kwenye nchi yenye utajiri wa kutupa. Nigeria ni miongoni mwa mataifa ya daraja la kwanza duniani yanayosafirisha mafuta kwa wingi. Kila walipojaribu kusema, walipigwa virungu na polisi waliolipwa mshahara na kampuni za mafuta. Abacha alitawala Nigeria kuanzia mwaka 1993 hadi alipofariki mwaka 1998. Aliacha rekodi ya kuwa jenerali wa kwanza Nigeria kufikia cheo hicho pasipo kuruka renki hata moja. Lakini pia ni rais pekee Nigeria aliacha historia kushiriki mapinduzi yote yaliyotokea nchini humo. Leo Abacha hayupo duniani. Aliacha mke mmoja na watoto 7. Mariam Abacha ndo mke wake kipenzi. Sina taarifa ya michepuko. Taarifa nilizonazo ni kwamba hadi mwaka jana Abacha alikuwa na wajukuu 33. Ni fupi lakini tamu sana. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Mfahamu Sani Abacha, dikteta aliyetesa na kuua waliofikiri tofauti na yeye. Maana aliamini maendeleo ni vitu badala ya watu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Jenerali Sani Abacha alikuja duniani Septemba 20 mwaka 1943 na kisha kuondoka Juni 8 mwaka 1998 akiacha mazuri na mabaya ya kutosha Nigeria. Abacha alikuwa fisadi kama viongozi wengi wa Afrika. Abacha alibaka haki za binadamu kama viongozi wengi wa Afrika. Abacha alikuwa mzee wa fitina kama viongozi wengi wa Afrika. Maana aliratibu mapinduzi ya mara kwa mara. Mwaka 1983 aliratibu mapinduzi na kumuingiza madarakani Muhammad Buhari na kisha karatibu mapinduzi ya kumuondoa Buhari mwaka 1985. Aliratibu mapinduzi mwaka 1985 kumuingiza madarakani Ibrahim Babangida na mwaka 1993
aliratibu mapinduzi kumuondoa Babangida na kumuingiza Ernest Shonekan. Miezi mitatu baadaye, akaamua kukalia kiti mwenyewe na kuvunja rekodi katika maendeleo ya vitu, na hiyo ndo tofauti yake na viongozi wengi wa Afrika. Katika utawala wake Abacha